Je, umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani, na mimi naikanyaga miguu hii na iachilia upako, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa, kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana. Kama hujaja kwenye semina ya mama, pita huko utaona. Ameni sana. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako kwa ajili ya kumheshimu Mungu, la pili kuheshimu watumishi wa Mungu. Ninua mikono yako juu na kwenda kumkaribisha mama katibu wa makanisa yetu Songo la Uzima, katibu mkuu. Karibu mama Luskama Mkama. Pigia Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Ongeza makofi mahali ulipo, ongeza tena makofi. Sijasikia mwanamke akipiga kigelegele cha maana ya samani. Barikiwe mama. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mama. Karibu. Amen sana. Tuinue mikono yetu juu namna hii. Piga kelele za shangwe kwa Yesu. Piga kelele za shangwe kwa Yesu. Piga kelele za shangwe kwa Yesu. Piga Yesu makofi, maana ametenda mema. Piga Yesu makofi, amekupa uzima. Piga Yesu makofi, amekupa kibali kuwepo nyumbani mwako. Haleluya. Amen. Ametuketi wana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Majina yangu naitwa Jeni Zabroni. Ni mama katibu mkuu wa kanisa letu la Yesu Lango la Uzima. Natokea wilayani huko Sengerema Nyeunge. Naifahamu? Mlishawahi kuisikia? Wengine hamfahamu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo natokea huko. Namshukuru Mungu ambaye ametupa kibali na ametuwezesha kufika salama mahali hapa. Ni safari ndefu. Tumekesha usiku kucha tunatembea, tumefika asubuhi. Namshukuru Mungu kwa kibali hicho na ninawashukuru kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Pia napenda kumshukuru baba askofu wa jimbo la Dar es Salaam pamoja na mama askofu. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Tunawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mama askofu ni rafiki yangu sana. Maana siku ya kujiunga katika kanisa letu la Yesu Lango la Uzima tuliingia wote siku moja. Na tulipoonana tukawa marafiki, akanipenda sana na mimi nikampenda. Na wakati aliofika huo aliweza kuchaguliwa kuwa katibu wetu mkuu wa kanisa letu la Yesu Lango la Uzima. Anafanya kazi ya Bwana vizuri sana. Amekuwa baraka kwetu sisi wa mama. Kwa hiyo namshukuru Mungu, mnaye mama mzuri ambaye anamtumikia Mungu bila majivuno, kwa unyenyekevu mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ukimwona hafai, sisi tunamwona anafaa. Anafanyika baraka kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu mzuri sana. Kuna siku moja tuliwahi kulala chumba kimoja. Tuliomba sana, tulipiga stori nyingi. Tukakumbushana mambo mengi, tukaelekezana mambo mengi. Kwa kweli tukawa marafiki katika Bwana, katika kujifunza uzoefu wa kumtumikia Mungu. Tulikuwa tuna story nyingine tofauti na kumtumikia Mungu. Kwa hiyo nampenda sana, pia na askofu nampenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pokeeni salamu za mama
askofu pamoja na baba askofu kutoka makao makuu yetu Ushilombo wanawasalimia sana. Amen. Amina. Kabla sijaenda sana, nimkaribishe mwenzangu aweze kutoa matangazo kidogo ambayo tumeyaleta mahali hapa kwa ajili ya wamama. Karibu mama. Barikiwe mama. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Amen. Shangilie Bwana. Mama, samahani kidogo, matangazo nimeyapoteza. Kuna ambalo linaimba moyoni, naomba niliseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nambariki Mungu kwa uwepo wako mahali hapa. Lakini siku ya leo nimeona kitu cha tofauti sana ambacho kimefanya kuamsha moyo wangu kapata ibada. Kwa nini nimepata ibada? Niulize. Nimepata ibada nilipoona sifa inachezwa, ikaanza kuelekea ile sifa ya nyumbani kwetu. Haleluya. Haleluya. Amen. Moyo wangu kamshangilia Bwana, maana nimeiona sifa inaelekea na sifa ya nyumbani kwetu. Lakini akina nani waliosababisha hiyo sifa iwepo mahali hapa? Ni chama cha wanaume. Kabisa. Mwanaume ni mwanaume tu. Tulikuwepo hapa tukiwa na ibada ya wamama, lakini sifa ilikuwa ni ya pozi sana. Mimi mawazo yakanituma hivi, watu wa Dar wanaabudu kwa pozi, wanasifu kwa pozi. Kumbe kuna wanaume wanajua kumsifu Mungu. Hebu tuwashangilie kweli kabisa. Wamesababisha sifa. Haleluya. Kwa sababu gani? Wametanguliza kitu mbele yao. Wakati jana tunajifunza somo linasema nguvu ya sadaka, wale wanaume hawakuwepo, lakini wao wakatanguliza sadaka yao kwa Baba. Haleluya. Na mimi nasikia kusema hivi, kule Mwanza nimemwacha mwanaume anaitwa Ezekiel Welesi. Alikuwa ni mwinjilisti, akanipa ulisi wa kuwa mwinjilisti. Sasa ni mwangalizi wa makanisa ya Mwanza na Msoma. Na mimi naunganisha sadaka yangu kwa sababu na yeye ni mwanaume. Baba, natoa kidogo. Unapowaombea hawa wanaume wa Yesu lango la uzima mahali. Amina. 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 Amen. Amina. Moyo wangu nasikia furaha na amani, kwa sababu baba yangu yeye ni mwembamba sana. Anasema mimi ni mwembamba ila na upako mwingi, lakini natamani awe na ubosi kama baba yangu hapo. Haleluya. Kwa sababu huwa kuna muda tunapokuwa tumetangulizana wanasema shikamoo mama, habari yako kaka. Nasikia vibaya kwa sababu mimi naitwa mama mnene. Nataka na baba awe baba mnene. Kupitia sadaka hiyo naomba ikafanye kitu. Naamini hilo, naamini. Naona saa hii naamini hiyo sadaka inakwenda kufanya mabadiliko huko Mwanza. Haleluya. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Majina yangu naitwa Besa Ezekieli Welesi Bahebe. Tupo Mwanza tunamtumikia Mungu. Baba yangu mzazi anaitwa Sospita Kaluizira. Lakini katika huduma napenda kutumia Besa Ezekieli kwa sababu ndiye baba yangu wa kiroho, ndiye baba anayenitunza, ndiye baba anayenichunga, ndiye baba anayenipa kibali. Naheshimu sana mafuta aliyoko juu yake, nampenda sana. Bila kunipa kibali nisingefika huku. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Tunamshukuru Mungu, tumetumwa na taifa. Tumefika mahali hapa kwa kusudi. Kama tulivyosema tokea juzi, tumefika kwa kusudi la wito. Bwana Yesu asiwe sana. Hatujaagizwa na baba askofu, hatujaagizwa na mama askofu. Tumetumwa na taifa, Yesu lango la uzima, tufike mahali hapa kwa ajili ya kusudi. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Mama, Mungu akubariki sana. Nakupenda sana. Nampenda mama yangu sana.
Kwa mara ya kwanza kabisa nimetembea naye katika huduma, ameona nafaa kuwa naye. Jana moyo wake anasema natamani tuambatane na wewe. Alafu leo asubuhi baba askofu anakuja kutuleta kanisani, anasema tunaandaa kongamano la wamama, semina ya wamama, majira kama haya mtarudi mkiwa wawili. Ni upendeleo wa ajabu sana. Haleluya! Moyo wangu namfurahia Bwana sana sana. Nisiwe na mengi, ngoja niseme kile ambacho nimeruhusiwa kusema. Bwana Yesu asiwe sana. Ngoja nikuletee matangazo ya kitaifa yanayohusu Yesu lango la uzima. Bwana Yesu asiwe sana. Tunayasema matangazo haya mbele ya kanisa kwa sababu kazi inayoenda mbele yetu inahusiana na mahali hapa. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Tangazo la kwanza, tumetumwa kuhamasisha makanisa ya Yesu lango la uzima. Inapofika mwezi wa nane kila mwaka, mwezi wa nane huwa tuna kazi ya kutegemeza wachungaji makanisa yote Yesu lango la uzima. Sadaka ya kitu kinachoonekana, ukiacha chakula na mavazi. Nadhani unaelewa, si ndio hivyo? Leo wababa wameenda mbali kabisa. Yaani baba ni baba tu. Hakuna cha 50 kwa 50. Mwanaume ni mwanaume tu. Kweli. Sikubali mwanamke ukajipa maximum kwamba ni 50 kwa 50 haki sawa. Hakuna haki sawa, mwanaume ni mwanaume tu. Wao wameenda mbali, wametutangulia. Leo nimeshuhudia wanafanya tendo la baraka. Wamembariki baba yetu. Sadaka ya kula kitimoto. Bwana Yesu asiwe sana. Kumbe nimegundua siri, anakula kitimoto ndio maana yuko hivi. Na mimi naenda kuomba umoja utokee kanisani kwetu, ili na mimi baba awe na hivi, awe anakula kitimoto. Haleluya! Haleluya! Shangilie Bwana. Huwa tuna sadaka kila mwaka mwezi wa 8. Tunatambua uwepo wa watumishi wa Mungu. Jitahidi sana ufanye. Jitahidi sana kanisa kama kanisa mtambue uwepo wa mchungaji. Tuna sadaka inaitwa kutegemeza wachungaji. Kila kanisa linategemeza mchungaji wao kila mahali. Bwana Yesu asiwe sana. Tunaye mama yetu ambaye ndiye katibu mkuu wa wamama Yesu lango la uzima. Huwa anatuhimiza kila panapoitwa leo kwamba jitahidini sana muwakumbushe watu wajue kutegemeza wachungaji wao. Anashindwa kusimama kusema mahali hapa kwa sababu yeye ndiye kiongozi na ni wajibu wake kusema. Ashukuriwe Mungu aliyetuleta mahali hapa, tuna sababu za kusema hilo. Tunaelewana jamani? Tunaelewana? Amen. Usiache kutambua uwepo wa mchungaji wako. Najua ni mtoaji mzuri wa sadaka, najua unafanya matendo makubwa, lakini lile tendo la kutambua mtumishi wa Mungu lifanyike mwezi wa 8. Tuliagizwa hivyo. Amen. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Mama atawaelewesha vizuri, atawaelekeza vizuri, maana yeye ana sauti ya upole, ni mwalimu mzuri. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Lakini pia tuna tangazo la pili ambalo linahusiana na mwakani. Mwakani tutakuwa na kongamano kubwa mahali hapa. Yesu lango la uzima, wanawake wote wa Yesu lango la uzima dunia nzima watakuwepo mahali hapa. Sio Tanzania, naomba uelewe. Dunia nzima. Wamama wote kutoka mataifa mbalimbali tutakuwa mahali hapa. Amen. Yaani makofi ni machache, amina ni ndogo. Nataka leo unithibitishie na mbingu zisikie. Bwana Yesu asiwe sana. Amen. Je, unawapokea au tuangalie maono mengine twende kwingine? Tunawapokea. Kazi ikisimamiwa na wababa ndio inakuwa na kibali. Wababa wako kimya upande huu, yani wababa sijaona. Hebu niwasikie wababa, je, mko tayari kuwapokea wamama lango la uzima dunia nzima mahali hapa? Shangilia Yesu, maana na wamama wako tayari. Sasa angalizo, watakapofika usije kuwakimbia ukawabize. Mwana wa Mungu,
Tusimwache mama askofu na baba askofu wakalemewa na mzigo. Ugeni ule ni mkubwa sana, unahitaji nguvu kubwa. Haleluya! Unahitaji nguvu kubwa ya ushirikiano. Wanakuja na chakula chao, kila kanisa limepangiwa kutoa chakula kwa ajili ya kongamano. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni kuwapokea tu, wape kibali cha kufika, kama baba na mama walivyokubali wakatupa kibali cha kufika. Walivyopewa maelekezo kwamba kuna watumishi watafika, walikubali kutupokea. Ndio maana tuko nao, hawajatuacha. Mama analala amechoka sana, juzi hadi nilisikia kuumia, anakimbia huku na kule kwa sababu. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo mwakani tuko hapa, tunakuja kama jeshi. Amen. Tunakuja kama jeshi. Wanawake wote lango la uzima dunia nzima. Kuna wengine wa baba waga wana vielele vya Yesu, na wao wanaambatana na sisi. Kwa hiyo uwe tayari kupokea wageni wa kila namna. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Kongamano hilo tutakuwa na sare ya wamama Yesu lango la uzima. Tutakuwa na kitenge. Kitenge hicho kitaambatana na nembo ya taifa Yesu lango la uzima. Kwa hiyo kitenge kinasimamia shilingi 30,000. Jitahidi mwanamke utoe ile pesa kwa ajili ya kuandaa kile kitenge kwa sare ya mwakani. Bwana Yesu asiwe sana. Na wewe baba jitahidi tu mpatie mama pesa ya kitenge. Haleluya. Matangazo yangu ni hayo. Mama karibu na Mungu akubariki. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nisamehe, sauti yangu sio nzuri sana kwa ajili ya mavumbi ya njiani. Nilipata kikohozi. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu akupe neema ya kunielewa kile nitakachokisema mahali hapa. Haleluya. Amen. Matangazo yamefafanuliwa vizuri, nikirudia nitakosea. Nafikiri kila mmoja ameyaelewa. Wakati kama huu ni washukuru wamama wote ambao wamehudhuria ibada ambazo zimekuwepo mahali hapa katika semina ya wamama. Mungu awabariki. Hata ambao hamkupata nafasi ya kufika, Mungu awabariki. Siku nyingine mtafika. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahishwa na ibada ya leo, ni nzuri, ibada yenye utukufu, ibada ya kumtukuza Mungu, ibada ya kumwabudu Mungu. Hakika mnamtukuza Mungu. Amen. Kama tungeondoka sisi mahali hapa jana, tungeenda tunasimuliana kwamba kanisa la Askofu Mdoe halijui kusifu. Lakini leo hatuna la kusema tena. Haleluya. Basi moja kwa moja tuingie kwenye neno la Mungu. Andika kichwa cha somo, watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ni kichwa ka somo kafupi tu, lakini tutaenda kuona nini maana ya kuwa mtoto wa Mungu. Haleluya. Sisi wote mahali hapa tuliokwisha kuamini na kuokoka ni watoto wa Mungu. Na tunapokuwa watoto wa Mungu, tunazo haki zote za mtoto kwa baba. Amen. Mungu ni baba, sisi ni watoto. Ziko haki zetu kwa baba. Tunao urithi, tunazo haki nyingi tena za kutosha kutoka kwa baba. Na tunapokuwa sasa tumezaliwa na Kristo, kingine kinachotakiwa jitambue, umeshazaliwa. Umeshazaliwa kiroho na Mungu. Mungu amekuwa baba yako. Kwa hiyo anapokuwa baba yako, na haki zake uzitambue kwamba haki zangu ni za namna gani, na ninatakiwa kumwendeaje huyu baba aliyenizaa. Wakati hatujaokoka, tulizaliwa kimwili na baba zetu wa kimwili, wakatulea katika maadili waliotulea. Lakini kufikia mpaka sasa,
umeshaokoka, kuna vitu vingi vimebadilika. Umekuwa mtoto wa Mungu tayari, katika salamu na usemi umeshaanza kubadilika. Ndiyo maana salamu ya kwanza, asifiwe Bwana Yesu, zamani haikuwepo. Tulikuwa tunaamka Wasukuma tunasema mwangaloka, unaambiwa mwa baba. Kila mtu ana lugha yake aliyokuwa anasalimiwa, na ule muhuri wa salamu ulikuwa unalenga kwa wazazi wetu tu, kwamba unasalimiwa kwa jina la baba yako. Lakini leo kadri tunavyoendelea, tumezaliwa sasa katika roho. Mungu ametuzaa, tumekuwa watoto wake. Tumeanza kubadilika. Katika salamu tunabadilika, katika usemi tunabadilika, katika kuamini tunabadilika, katika kuenenda tunabadilika. Tunatembea kama watoto wa ufalme mwingine, sio ule wa kidunia. Amen. Haleluya. Amen. Tumezaliwa na Mungu. Naomba unisomee Yohana 1 mstari wa 12 na wa 13. Amen. Kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 12 na 13, neno la Bwana linasema, ndiyo, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waaminio jina lake. Ndio wale wanaoliamini jina lake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu, bali kwa Roho. Mchapia Yesu makofi na vigeregere. Sisi tumekwisha kumpokea Yesu, na baada ya kumpokea Yesu tumefanyika kuwa watoto wa Mungu ambao tunaliamini jina lake, tuliozaliwa si kwa mapenzi ya mwili, tuliozaliwa si kwa mapenzi ya damu na nyama, bali katika Roho. Tumekuwa watoto wa Mungu. Sisi sio watoto tena wa mwanadamu, hata kama uzao wetu umetokana kwa wanadamu, lakini tayari wewe umekuwa mtoto wa Mungu, mtoto wa kiroho, mtoto wa ufalme wa Mungu ambao hautokani na mapenzi ya mwanadamu. Yes. Kwa nini anasema hautokani na mapenzi ya mwanadamu? Ni kwa sababu kwa sasa wewe huwezi kulogwa. Misimu ya ukoo haiwezi kukushika. Yes. Kwa sababu tayari umeshakuwa mtu uliyezaliwa katika mapenzi ya Mungu. Amen. Si katika mapenzi ya mwanadamu. Amen. Tunaelewa? Kila aliyempokea Yesu ni mtoto wa Mungu, sio mtoto wa shangazi tena. Hata kipawa ulicho nacho, hata kazi unayoifanya, anayetoa baraka hizo ni Mungu, wala sio shangazi, wala sio mjomba, wala sio babu, wala sio mizimu ya ukoo. Anayekubarikia na kulinda biashara yako na kukulinda wewe afya yako ni Mungu. Amen. Ndio maana tunaitwa watoto wa Mungu. Hatukuzaliwa kwa mapenzi ya mwili. Hebu rudia huo mstari wa 13. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, bali kwa Mungu. Hiyo ni sayansi ya Mungu. Sasa ni jiografia ya Mungu. Maana zamani tulikuwa tunalogwa, zamani tulikufa kabla ya wakati wetu. Wengine ndugu zetu waliisha kabla ya wakati, maana tulikuwa hatujazaliwa katika roho, tuko katika mapenzi ya mwili. Hata mtu alikuwa anakubali na anaamini anapougua atakufa, akiambiwa atakufa anakubali.
lakini baada ya kuzaliwa katika mapenzi ya Roho, ukiambiwa kufa unasema sifi, nitaishi ili niyasimulie matendo makuu ya Mungu. Amen. Hii lugha ulikuwa hauijui na haukuifahamu, ndio maana iliwateketeza. Ndugu zako wengi wangejua mapema wasingeteketea. Lakini kwa sababu wewe umeokoka, umezaliwa upya tena, umekuwa kiumbe kipya tena, si kwa mapenzi ya mtu, si kwa mapenzi ya Adamu, si kwa mapenzi ya mjomba, bali kwa Mungu. Amen. Bali kwa Mungu. Wamama, tumezaliwa kwa Mungu sasa. Tambua wewe ni mtoto wa Mungu. Hata kama ndugu zako wangeliita jina lako kwenye mizimu, hawawezi kuliona. Yes. Umeshabadilika. Wewe sio yule wa jana au wa mwaka jana. Wewe ni mtoto wa Mungu. Yohana anasema ya kwamba ni pendo gani alilotupenda Baba sisi tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Ndivyo tulivyo. Jana wa leo ndivyo tulivyo. Sisi ni wana wa Mungu. Amen. Hata kama mtu akituma radi hapa haiwezi kufanya chochote. Inakuta kuna ngome, inakuta kuna moto. Yes, ondoka. Amen. Maana tuliomo humu ni watoto wa Mungu. Amen. Hatukuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Kuna wengine wanasema mimi ni mtoto wa Magufuli, wengine wanasema mimi ni mtoto wa Samia. Ukiwa mtoto wa Samia utafeli. Ukiwa mtoto wa Magufuli utafeli. Kuwa mtoto wa Mungu mchana wa leo. Kubali kubadilika. Kama kuna makolokolo mengine hujawahi kuyatoa, yatoe. Uwe mtoto wa Mungu pure. Ukiisha kuwa mtoto wa Mungu, unatembea kwa kujiamini. Unatembea bila hofu. Unalala bila woga. Yes. Unalala kwa kujiamini. Yes. Safari yako tajiamini. Yes. Kila kitu tajiamini, kwa sababu wewe si wa mapenzi ya mwili. Naomba nisikilize. Tunachojifunza hapa ni elimu inayopita elimu zote. Elimu ya Mungu. Haijalishi umesoma sana mpaka juu, bado unahitaji elimu ya Mungu. Bado unahitaji elimu ya Mungu. Kwa sababu ni wengi tunaowaona ni wasomi, lakini bado wanafeli. Wanawatafuta watumishi wa Mungu wawasaidie, wawaombee. Haitoshi tu kuwa na vyeti na certificate na nini na degree na diploma PhD. Haitoshi kama wewe hujazaliwa katika Roho. Haikutoshi. Haikutoshi kuendesha maisha. Haikutoshi. Mpaka uzaliwe katika Roho ili uwe mtoto wa Mungu. Uondokane na uzaliwa wa kimwili peke yake. Uwe mzaliwa wa kimwili, lakini uwe mzaliwa wa kiroho zaidi. Umri uliofikia unamhitaji Mungu tu. Ana mzazi hawezi akakusaidia tena sasa hivi, maadili amezeeka, amechoka. Unamhitaji Mungu kila wakati. Unamhitaji Mungu akuongoze. Haleluya. Amen. Tusome Yohana 3:1-6. Nitasoma kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 6. Ndio. Neno la Bwana linasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemu. Ndio. Mkuu wa Wayahudi. Mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa umwalimu. Ndio. Umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe. Ndio. Isipokuwa Mungu yu pamoja nawe. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia,
mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ndiyo. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Ndiyo. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na Roho ni roho. Pigie Yesu makofi na vigeregea. Huyu Nikodemo ni mtu mmoja ambaye alikuwa na dini yake, lakini alikuwa na cheo cha ualimu cha kufundisha Mafarisayo. Lakini cha ajabu, huyu mtu alikuwa hajui habari ya kuzaliwa katika Roho. Pamoja na kuwa mwalimu wa Mafarisayo, hajui habari ya kuzaliwa katika Roho, kuwa mtoto wa Mungu. Ndiyo maana anamwendea Yesu usiku kumuuliza maswali. Yesu akamwambia, Nikodemo, mtu asipozaliwa katika Roho hawezi kuona ufalme wa Mungu, lakini hawezi kulisi ufalme wa Mungu. Amen. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na Roho ni roho. Kuna mambo mawili unaposhindwa kuzaliwa katika Roho. Utakosa kuona ufalme, lakini utakosa kuingia katika ufalme. Unaukosaje ufalme? Unaukosa ufalme kwa sababu kuna baraka ambazo watoto wa Mungu wanazirisi kutoka kwa Mungu, ambazo sasa ni uponyaji, kubarikiwa mali, kuheshimiwa, kuinuliwa. Hivyo vyote huwezi kuviona kwa sababu haujaingizwa kwenye sistimu ya Mungu yenye mkondo wa baraka. Amen. Utakuwa nje na hiyo sistimu. Ni sawasawa na leo unavyoona serikali yetu, wanaoenda kupewa mshahara na Samia ni wale wasomi. Kama hujasoma utapewa mshahara? Huwezi kwenda. Kwa hiyo walishaingizwa kwenye mfumo, walishaingizwa kwenye system ya kulipwa mshahara. Na ndani ya wokovu, unapozaliwa mara ya pili, ukazaliwa na Mungu, unaingizwa kwenye system ya mafanikio ya kimungu. Wala hautaomba, wala hautahangaika, utatamka na Mungu atakupatia. Amen. Maana wewe ni mtoto wa Mungu. Yesu anamwambia Nikodemo, kama hautazaliwa mara ya pili, hautaona ufalme na hautaingia ufalme. Utabaki hivyo hivyo na dini. Napenda nikwambie mtu wa Mungu, unapookoka, maanisha ili uone ufalme wa Mungu, usije ukawa mtu wa dini usiyejua maana ya kile unachokitaka. Amen. Na unachokifuata na unachokiamini. Ukiwa mtu wa dini utateswa. Heshima hutaiona. Amen. Baraka hutaziona kwa sababu uko ndani ya dini. Kwa hiyo Nikodemo akaambiwa kwamba ukubali kuzaliwa mara ya pili, ubatizwe katika Roho, uachane na dini, umfuate Yesu. Yesu akuguse, akupe ufahamu wa kulielewa neno lake, na akupe ufahamu wa kumfuata Yesu Kristo. Wewe ni mtu wa dini. Akamwambia, kama umezaliwa kuwa mtu wa dini, utakuwa mtu wa dini. Kama utazaliwa katika Roho, utakuwa mtu wa rohoni. Amen. Alikuwa anasumbuka, anahangaika. Yesu akamwambia, kwa sababu alikuwa hana ufahamu na mambo hayo, anamuuliza Yesu kwamba inawezekanaje mtu kuzaliwa mara ya pili? Je, nitarudi tumboni nikiwa mzee? Ni sawa sawa na leo tunaishi na watu ambao wengine hawajui
hawajui kuachana na tabia zao za zamani. Wameng'ang'ania kiburi, wameng'ang'ania kujiinua, wameng'ang'ania masengenyo. Hawataki kuzaliwa mara ya pili, wawe viumbe vipya ili waingizwe kwenye system ya mafanikio. Wameng'ang'ania mambo ya zamani. Nataka nikwambie mchana wa leo, Mungu anatamani akubadilishe. Amen. Utoke kwenye mapenzi ya mwili. Amina. Uende kwenye mapenzi ya rohoni. Ukiingia kwenye mapenzi ya rohoni, utakuwa na mambo yafuatayo. Kwanza, utakuwa na kiu na Mungu sana, lakini utakuwa na msukumo usiokuwa wa kawaida. Utampenda Mungu kuliko maelezo. Sisi tuliookoka, tuliozaliwa na Mungu, kiu yetu ni kumwona Bwana. Tunasifu, tunaruka, tunamwabudu, lakini cha mno atuguse Bwana kwenye ibada hii. Amen. Hatuna kingine. Yote yanafanyika, lakini tunachotamani tumuone Yesu akitugusa ndani ya ibada. Ukizaliwa mara ya pili, Mungu ataweka kiu ndani yako. Ngoja nikwambie, hakuna aliyemwona Yesu halafu kiu yake ikakatika kumtaka Yesu. Haipo. Kila aliyekutana na Yesu kiu yake inapanda kiwango. Bwana sifiwe. Amen. Kiu yake inaongezeka maradufu. Anatamani kujua hiki, anatamani kusogea abarikiwe, anatamani kusogea aponywe, anatamani kusogea aseme na Mungu. Amen. Anatamani kuwa mtakatifu. Amen. Si Biblia inasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, ambapo hakuna mtu atakayemuona Mungu asipokuwa na huo. Amen. Anatamani kuwa mtakatifu. Haleluya. Amen. Utakuwa na shauku ya Mungu. Watu wengi leo wanaingia makanisani, hawana shauku na mwenye kanisa, ila wana shauku na matendo ya mwenye kanisa. Wanatamani kuponywa, ila mponyaji hawamtamani. Wanatamani kuinuliwa, anayewainua hawamtaki. Ndio maana watu wanazunguka huku na huku, huko na kule. Anachokitamani ni vitu vya kawaida kabisa. Nataka nikwambie, mimi wakati niliokoka nilisema, Yesu, hata usiponiponya mimi nakufuata tu. Amen. Maana nimekupenda. Ndani ya Yesu naona furaha. Ndani ya Yesu naona amani. Ndani ya Yesu naona maisha ya utulivu. Mungu akupe shauku ya kumpenda zaidi. Mungu akupe msukumo wa kumpaka zaidi. Kama sihitaji chochote na kutaka wewe kwenye ibada hii, siondoki mpaka uniguse. Amen. Uniguse. Na ukisha tamani kuguswa, atakugusa. Mungu sasa hivi anaona watu wengi hawana njaa na yeye. Wameishiwa njaa, wameishiwa kiu. Daudi anasema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwake siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wake, nitafakari hekaluni mwake, ili mradi atanistiri siku ya ubaya utakaponijia. Huyo Mungu atanistiri. Yes. Daudi anatamani kitu hicho. Kwani alikuwa amekoswa nini? Daudi ni mfalme. Daudi amezungukwa na majeshi. Daudi ana kila kitu. Mali zote ni zake. Kila kitu anaweza kuagiza kikaja. Atakachosema chochote ni chake. Lakini bado anasema, mimi natamani nikakae nyumbani mwa Bwana. Nimtazame Yesu tu. Nimtazame huyu aliyenipa uzima. Nimtazame huyu aliyeniepusha na mauaji. Nimtazame huyu aliyenishindia mambo mengi. Nimtazame huyu aliyenipa
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wamepoteza hiyo kiu. Watu wanatamani miujiza tu. Amekuja kanisani, wanahubiri, hasikilizi, anasubiri muda wa kuombewa, awekewe mikono. Hana shida na huyo Yesu. Wako watu walikubali kufa kwa ajili ya Yesu, wampate tu Yesu basi, yatosha. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Paulo anasema yale yaliyokuwa faida kwangu sasa nayaona bure kwa ajili ya uzuri wa Kristo. Nayaona bure yaliyokuwa faida kwangu. Heshima alizokuwa nazo kwenye dini yake Paulo zilikuwa ni kubwa, maana alikuwa Farisayo na alikuwa na kazi ya ujambazi, kuua watu na hasa kuua wateule wa Mungu. Akaheshimiwa sana. Unajua, ukimtumikia shetani kwa ubaya, wengi wanakushangilia, wanakupigia makofi. Kwa hiyo alikuwa ameheshimiwa katika hali ya ubaya, lakini baada ya kumjua Yesu anaanza kusema yote nayaona kama mavi kwa ajili ya uzuri wa Kristo, nayaona kama mavi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi napendaka kufundisha vyanzo vya wokovu, maana hivi ndio vimetukuza sisi na wachungaji wote na maaskofu mpaka wakafikia kuwa maaskofu. Bila kujua hivi vitu, ukajua vitu vya juu, yani ukajua matokeo ila shina hulitambui, wokovu wako unaweza ukadondoka muda wowote, ukashindwa kuelewa, kwa sababu wewe hauanzi na shina, unataka uambiwe matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu alisema kwamba mtu anayetaka kunifuata mimi aache vyote alivyokuwa navyo anifuate, ajikane anifuate. Na napenda nikwambie hivi, wokovu tunavyo utafakari tulio wengi kwamba wokovu ni wa namna gani, tuna utafakari tofauti. Ndio maana kuna watu ndani ya kanisa wanahitaji wafuatiliwe sana majumbani mwao. Mchungaji anaamka na watafuta, hawajui kwamba wokovu sawa sawa na mwanafunzi kwenda wapi? Asipokwenda mwalimu ataenda kumtafuta. Mwalimu hawezi kwenda kumtafuta kwa sababu ni nini? Faida ni ya kwake. Yes. Akifaulu faida ni yake, akifeli hasara ni yake. Yes. Na hata kanisani lazima uokovu tuutafute kwa gharama. Yes. Amuka utafute. Amen. Leo hawajanitembelea mimi, nimeachana na kanisa. Wewe hujui. Mwanafunzi anapokwepa darasa usoma moja, 0 inamuhusu. Yes. Na mtoto wa Mungu anaposhindwa kutafuta ufalme, ajue 0 inamuhusu kwa masuala ya kubarikiwa na masuala ya kwenda mbinguni. Amen. Hautaendelea. Yaani inatakiwa wewe, kwa sababu tayari umeshaambiwa neno la Mungu, ukaze mwendo. Paulo anasema nakaza mwendo. Anasema sijafika bado. Lakini ukimtazama anafufua wafu, ukimtazama anaponya magonjwa, ukimtazama anatoa pepo. Lakini anasema bado ninakaza mwendo, bado mimi sijafika, bado mimi natakiwa kusonga mbele. Wakati mwingine alisema kwamba nisije kuwa mhubiri wa watu halafu nikawa mtu wa kukataliwa. Alikuwa anajua kuhubiri ni jambo jingine na utakatifu ni jambo jingine. Naona munielewi.
Mnanielewa? Amen. Mnanielewa? Amen. Uwe na shauku na Mungu. Amina. Mwambie Mungu, nipe shauku. Daudi anasema na kuonea shauku Mungu kama ayala tafutavyo maji ya kunywa. Ninataka uninyweshe, ninataka uninyweshe, uniondolee kiu. Amen. Tunapojifunza kwa watu kama hao, watu wakubwa, watu waliokuwa wanajulikana, watu wakuu, watawala, bado wanamtaka Mungu, mimi na wewe, mimi na wewe. Ongeza mwendo mama yangu. Amen. Kaza mwendo. Safari tulio nayo ni ndefu. Amen. Inahitaji shauku ya kutosha. Inahitaji shauku ya kutosha. Naomba nisomee kitabu cha Yohana 4:14. Amen. Kitabu cha Yohana sura ya 4 mstari wa 14. Ndio. Neno la Bwana linasema, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Ndio. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji yakibubujika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inua mkono namna hii. Pigia Yesu kelele za kutosha. Amen. Pigia Yesu kelele za kutosha. Amen. Rudia msomaji wangu. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale Yesu anamwambia mwanamke Msamaria, nitakayompa mimi hataona kiu milele. Hataona kiu milele. Bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji. Ndani yake chemchemi yakibubujika uzima wa milele. Yakibubujika uzima wa milele. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana nimekuambia kwamba Yesu ukiwa na shauku naye, akakupa kitu chake, akakupa neno lake, akakupa Roho Mtakatifu, kuna kitu kitabubujika ndani ambacho kinaitwa uzima wa milele. Amen. Yule mwanamke akasema, naomba unipe hayo maji, sije tena hapa kwenye hiki kisima, niyanywe nitosheke. Yesu akaanza kumpa Injili mpaka akamwambia, nenda ukalete mume wako. Akasema sina mume. Yesu akasema umesema vema. Mwanamke akaendelea kuongea na Yesu. Akasema naona wewe ni nabii. Haleluya. Baada ya kupewa maji na Yesu, Biblia inasema yule mwanamke shauku ya kumtaka Yesu iliongezeka maradufu. Amen. Alikimbia, akaliacha ni mtungi, akaenda kule Samaria mjini, akaanza kupiga kelele, njoni jamani, nimemuona Yesu. Nimemuona Yesu. Ameniambia yote habari ya maisha yangu. Ameniambia njoni na nyinyi akawape hayo maji ya uzima, ili uzima uwe ndani mwenu ububujike. Amen. Kiona mtu anakata tamaa, bado huyu hajazaliwa mara ya pili. Yes. Tuliozaliwa mara ya pili tunaujua utamu wa Yesu. Amen. Anasema onjeni muone ya kuwa Yesu ni mwema. Amen. Tunapomuonja, tunapookoka, tunapozaliwa mara ya pili, tunapokuwa watoto wa Mungu, shauku inaongezeka maradufu. Unaweza ukashinda hapa unalia, unamuita Mungu. Unaweza ukashinda hapa hata siku 3 bila kula, unamtaka Mungu. Ni kwa sababu wewe haukuzaliwa kwa mapenzi ya mwili. Maisha yako yamezaliwa katika mapenzi ya Roho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Somo letu linasema sisi ni watoto wa Mungu. Timotheo mtoto wake na Paulo wa Roho. Paulo alikuwa anapenda kumwita mwanangu wa imani, mwanangu wa kiroho.
Timotheo, nataka sana uwe mtu ambaye umejilinda. Linda na kanisa la Mungu kwa mafundisho mabaya yanayoletwa, hadithi, mafundisho ya wazee. Nilinde kanisa kwa sababu wewe ni mwanangu, nimekuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mchungaji ni baba yenu wa kiroho. Huyu mchungaji kwa sababu ni baba yenu wa kiroho, ametumwa na Mungu kuja kuhubiri injili mahali hapa, na nyinyi wote tayari mmepatikana. Ambacho nashauri mchana wa leo, msikilizeni sana. Amen. Msikilizeni sana. Amen. Huyu ana kitu cha kukutoa wewe. Biblia inasema awasikilizaye ninyi amenisikiliza mimi. Amen. Mathayo 10:41-42. Tusome kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari 41-42. Neno la Bwana linasema, ampokeaye nabii kwa kuwa ni nabii, kwa kuwa ni nabii atapata thawabu ya nabii. Naye apokeaye mwenye haki, anayempokea mwenye haki kwa kuwa ni mwenye haki, atapata thawabu ya mwenye haki. Na mtu awaye yoyote atakayemnywesha mmojawapo wa wadogo hawa, ndio hawa ngaa kikombe cha maji baridi, ndio kwa kuwa ni mwanafunzi, amini nawaambia, ndio hatampokea kamwe thawabu yake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wababa tuwapigie makofi walichokifanya leo. Fanya kitu ambacho kinatokana na neno la Mungu. Anayempokea nabii wa Bwana atapata thawabu ya nabii. Anayemnywesha angalau kikombe kimoja cha maji atapata thawabu ya nabii. Je, anayemkataa atapata nini? Mbona mse? Atapata nini? Atapata laana atakayemkataa. Biblia inasema maneno ya nabii yakikataliwa na watu wa Mungu, hawa watu lazima wapigwe laana. Kwa hiyo Mungu amemtuma mtumishi wake, amewatuma watumishi wake mahali hapa. Mmeshawapokea, mwendelee kuwanywesha, mwendelee kuwalisha, ili kusudi Mungu aendelee kujifunua zaidi na zaidi. Mungu anapokuja kwenye hili kanisa anaanzaga kupitia kwa mchungaji. Amen. Si Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 2, anasema wote wakabatizwa wawe wa Musa. Someni, sije mkasema amekuja na maandiko yake. Soma Biblia yako. Wote wakabatizwa wawe wa nani? Kwa nini wasiwe wa Mungu? Bwana asifiwe. Kila mtu ana mipaka yake. Mchungaji ana eneo lake, na mshirika ana eneo lake na mipaka yake, na Mungu naye ana mipaka yake. Anapotaka kulibariki hili kanisa anaanzia huko, anasema na huyu anamwambia peleka hiki kanisani. Amen. Anakileta, msipokipokea, msipokikubali, Biblia inasema hata miguu tukungute tuondoke. Tukikung'uta tunaacha mavumbi, na hayo mavumbi yanaanza kufanya kazi. Kazi ya vumbi ni kuharibu makona, kuleta kikozi. Mnaachiwa mavumbi. Sasa kwa sababu mmempokea na neno lake mmelipokea, lazima Mungu ajifunue, atembee waziwazi, kufanya miujiza. Amen. Mungu anajifunua, anafanya miujiza mikubwa. Yaani mkitaka Mungu asifanye miujiza, korofisha huko. Ngoja niwaambie, wengi hawajuagi maana ya uzaliwa wa kiroho.
na mchungaji hawaelewi. Wanamwona mchungaji, tulikutana wote watu wazima, sasa huyu hawezi akaniambia chochote au akaniongoza maisha yangu. Lakini nataka nikwambie, lazima Biblia uielewe. Bwana asifiwe. Anasema ninamtuma mjumbe wangu kuitengeneza njia. Yule mnayemfurahia, mnayemtaka nimemleta. Je, atakapotokea nani atakayemfurahia na nani atasimama naye? Maana yeye ni kama moto unaochoma, yeye ni kama sabuni inayofua nguo. Ametumwa kuja kutakasa mioyo ya watu, ametumwa kuja kuchoma tabia mbaya, ametumwa kuja kuigeuza mioyo ya watu. Nani atakayesimama naye? Nani atakayemkaribia? Nani? Mjumbe wa Bwana anatumwa na Mungu. Mkubali na maneno anayoyasema, yakubali. Tukiyakataa maneno ya viongozi, tumetengana na Mungu. Bwana asifiwe. Tumetengana na nani? Na Mungu. Hebu tusome kidogo hapa na kaandiko kamoja. Some Luka 10 mstari wa 16. Luka sura ya 10 na ule mstari wa 16. Neno la Bwana linasema, awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi. Anayewasikiliza watumishi wa Mungu amemsikiliza nani? Mungu. Naye awakatai ninyi anikataa mimi. Naye anikatae mimi amkataa yeye aliyenituma. Yes. Amen. Bwana asifiwe. Naomba watu watatu waje hapa nitoe mfano. Maana hata Yesu alipenda tumifano. Watu watatu tu waje hapa. Njoo hapa mchungaji. Msoma hilo andiko sasa. Luka 10 mstari wa 16. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi. Awasikilizaye ninyi anisikiliza mimi. Maana yake huyu sasa ni mchungaji, ametumwa na huyu hapa Yesu, kwamba atakayemsikiliza huyu amemsikiliza Yesu. Amen. Naye awakatae ninyi anikataa mimi. Anayemkataa huyu amemkataa na huyu hapa. Amen. Naye anikatae mimi amkataa yeye aliyenituma. Na atakayemkataa huyu amemkataa huyu hapa Mungu aliyemtuma huyu, akamtuma huyu. Amen. Maana yake ukikataa mtumishi wa Mungu umekataa watu wangapi? Watatu. Wote umewakataa, Mungu, Yesu na mchungaji, wote umewakataa. Wewe ukasema mimi nampenda Mungu sana, wakati huyu hapo umemkataa. Huyu ndiye aliyetumwa. Yes. Ametumwa na Yesu. Amen. Yesu ametumwa na Mungu. Nenda ukawafie. Akaja baada ya kuwafia akampata huyu, akamtuma huyu. Yes. Kulileta neno kwetu. Amen. Kwa hiyo ukimkataa tu mchungaji, umekataa nani? Yesu. Na nani? Na Mungu. Ukija hapo unasema nampenda Mungu, umeshamkataa mdoe na mke wake, wewe unapoteza muda, unatembeza homa. Maana Mungu kuanzisha kanisa alianza kuongea na nani? Alianza kuongea na nani? Na mdoe, kwamba nakutuma. Ngoja nikwambie, wakati sisi tunaitwa kwenda kufungua kanisa, tuliletewa ujumbe na watu hawa watatu. Si kwamba alikuja wote kwa pamoja, kila mtu alikuja siku yake. Yule wa mwisho mjumbe sasa alitushangaza. Alikuwa ni mzee sana. Akasema nimekuja, nina safari ya kwenda Mwanza kununua Biblia kwa miguu. Na tuseme kama kutoka kwetu kutoka Geita kwenda Mwanza. Kipaelewa hapo. Huku siwezi kusema na mimi maeneo sijui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaenda kununua Biblia. Yaani sehemu ya kulipa nauli kama shilingi 8,000, anatembea kwa miguu. Amen. Anaenda kununua tenzi.
alilala kwetu. Asubuhi akaamka akasema, Mungu ameniambia mwende mkafanye kazi yake. Ameni hapa. Alipomaliza kutupa ule ujumbe akaondoka. Akasema, mimi naondoka, naenda kununua Biblia Mwanza. Akaenda, ni zamani kidogo, mwaka 96. Tukasema, sasa huyu Mungu anayesema sisi tutoke hapa twende pengine, kwani hapa hataki tutumike? Tukabaki tunabisha, na habari zilishaletwa zingine kabla ya hapo kwamba tuondoke. Mungu baada ya kuona sisi tunabishi, alianza kutuma mapigo. Kila tunachogusa kinaharibika, tukilima hatupati, watoto wanaugua, kila kitu, biashara zinaharibika. Nikamwambia, Baba, ondoka, nenda. Nilikuwa ndo nimejifungua katoto kana wiki moja, nikamwambia usipoenda na haka kanaenda, ondoka. Akasema, sasa nikuache, una wiki moja, utakula nini? Chakula kilishaisha ndani. Nikamwambia, huyo anayesema tuondoke atajua atanilisha nini. Amen. Na asiponilisha, yeye mwenyewe ndo atajulikana kwamba Mungu sio Mungu tena, hafanyi chochote. Nenda. Akaondoka. Aliondoka anakimbiza baisikeli kwenda kwenye huduma. Nikabaki hapa. Mungu akaenda kwenye kanisa jirani ambalo mimi sisali. Akaanza kuwahamasisha waniletee chakula. Niliona wanaleta chakula cha kila aina, sukari, unga, kiberiti, kila kitu. Nikaendelea na maisha. Naye akaenda. Alienda mpaka miezi 3. Kipindi hicho kulikuwa simu hakuna. Mwenye simu labda ni msomi, lakini wengine hawa tulikuwa hatuna simu, hakuna mawasiliano miezi 3. Kwa hiyo nilijiuliza nifanyeje? Baadaye moyo kaya unaniambia, nenda ukamuone aliko. Nilinyanyuka bila mawasiliano, nikaenda. Nilipofika Sengerema, mabasi ya kwenda Mwanza siyajui. Wananiambia mabasi ya kuja Nyeunge siyafahamu. Wananiambia mabasi hayo yameshaenda yote, kwa hiyo wewe unatakiwa upande bodaboda ndio uende. Gharama nayo ambiwa ya nauli shilingi 10,000. Sina. Nikakaa tu stendi na begi na mtoto. Nawaza nitafanyaje? Nimekaa hapo na zubaa, jua linanipiga, upepo unanipiga. Kaja basi. Kasimama nikawa nachungulia madirishani hivi. Wakati nachungulia, kumbe mume wangu yumo humo. Amen. Haleluya. Amen. Yumo humo. Anaenda kwenye kikao Mwanza. Akasema, mama mchungaji, unaenda wapi? Basi nalo nataka kuondoka. Akapiga, jamani, simamisheni mke wangu. Simamisha basi. Wakawa wamemsikiza, wakasimamisha. Kaniambia, ingia. Na mimi nikaingia. Tukaenda Mwanza, tukaacha kwenda kulaliko. Kwa hiyo Mungu anaanza kusema na mtumishi wake. Na kuna gharama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ambazo tumepitia. Lakini kwa nini tumekubali kupitia hayo? Ni kwa sababu tumeshazaliwa na Mungu upya. Amen. Hata tukikutana na misukosuko ndani ya Kristo, hatuoni shida, kwa sababu kiu yetu ya kumpenda Mungu ilishapanda kiwango. Amen. Tunajua sisi ni wana wa Mungu. Haya ni ya muda tu, yatapita. Lakini leo situko hapa tunahubiri Dar es Salaam. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko hapa kwa sababu tulizaliwa, na hata tukipata misukosuko ndani ya huduma, tunasimama, haturudi nyuma, tunasonga mbele. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo anayempokea mtumishi wa Bwana, anayemsikiliza mtumishi wa Bwana, atapokea thawabu ya nabii. Amen. Atakayemkataa atapigwa. Bwana asifiwe.
Tunaendelea. Haki za mzaliwa. Tumesoma sisi ni watoto wa Mungu, lakini tuangalie kipengele cha haki ya mzaliwa. Mungu anapozaa mtoto, nini anachompa urithi? Cha kwanza, soma Mathayo 10 mstari wa kwanza. Kitabu cha Mathayo sura ya 10 mstari wa kwanza. Ndiyo. Naona Bwana anasema, akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Wawatoe. Na kupooza wagonjwa yote na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Amen. Pigie Yesu makofi. Amen. Pigie Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapozaliwa na Mungu tunapewa urithi na Baba. Tunapewa mamlaka na Baba yetu ambaye ametuzaa katika roho. Hatuwezi tukazaliwa tukaachwa hivi hivi, tutashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni sawa sawa na wewe umezaa watoto, huko unatengeneza urithi wa watoto. Ndio maana unashughulika kuwasomesha. Ndio maana unashughulika kuwapa mahitaji yao na vitu mbalimbali ambavyo ni kama asset. Unatengeneza kwa ajili ya watoto. Na Mungu anapotuchagua tukakubali kuzaliwa na yeye, anatupa madaraka, anatupa amri, anatupa madaraka ya nini? Ya kuondoa pepo, ya kuombea wagonjwa wapone, ya kufufua wafu, ya kuinua viwete, umaskini kuufukuza. Anatupa hiyo amri, tunatembea nayo. Huyo ni Mungu. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, nimewapa amri, nimewapa madaraka, nimewapa uwezo wa kutoa pepo, nimewapa mamlaka ya kuponya wagonjwa, nimewapa mamlaka ya kuombea hata vipofu wapate kuona. Amen. Hivyo ni vitu tunavipata baada ya kuwa sisi tumekuwa watoto wa Mungu kweli kweli. Amen. Tunaingizwa kwenye mfumo. Hili sasa alihitaji hata uende shuleni. CV yako ni kumpenda Mungu na kumtafuta, shauku ya kumsogelea. Usiwe mtu wa dini. Dini zimekuwa gamba la kupoteza watu. Utasema nina dini lakini analogwa. Nina dini amefungua baa, anauza pombe, ana dini, Jumapili kanisani. Hapana. Mungu anatupa mamlaka. Tukitaka tusikilize ushuhuda hapa, wengi mtatoa ushuhuda. Yesu ameniponya, Yesu amenifungua, Yesu ameniinua, Yesu ameniheshimisha. Kila mtu. Kila mtu ana ushuhuda. Tunapokuwa watoto wa Mungu, tunapewa urithi huo. Na sio urithi tu wa kuombea magonjwa peke yake. Kuna urithi wa heshima, kuna urithi wa kubarikiwa kuwa milionia. Maana ndani ya ufalme kuna kila rasilimali. Amen. Biblia inaposema tafuteni ufalme wa Mungu na haki yote na mengine mtazidishiwa. Ufalme, ndani ya ufalme kuna rasilimali zote. Ndani ya utawala wa Samia kuna rasilimali zote. Kuna maji, kuna ardhi, kuna dhahabu, kuna almasi, kuna kila kitu. Na ndani ya ufalme wa Mungu ni zaidi. Yes. Ni zaidi. Amen. Ni zaidi. Amen. Ndani ya ufalme wa Mungu ni zaidi. Amen. Sababu tumeshuhudia watu
waliokuwa masikini wakiwa chini sana wakimiliki mali. Amen. Kupitia Yesu. Amen. Kwa kazi zao hizo wanazozifanya wanabarikiwa, wanainuliwa kwa kiwango cha juu mno. Kwa hiyo ndani ya ufalme kuna kila kitu. Ndio maana nataka kukazia hivi. Watu tunapokuja ibadani, tutamani ndani ya ibada iwe ni siku yetu ya kutano letu na Mungu. Amen. Tamani kufika ibadani ikawe siku yako ya kukutana na Mungu. Amen. Kila kinachokutesa itakuwa ni mwisho. Amen. Kila kinachokuvuruga itakuwa ni mwisho. Tamani kuwa hapa uwe serious kuwa kusema na Mungu. Mungu niguse. Niko nyumbani mwako. Mungu sema nami. Niko nyumbani mwako. Mungu sintatoka hapa nisipoona mkono wako ukinigusa. Haleluya. Amen. Soma 43 Isaya mstari wa 1 hadi wa 4. Kitabu cha Isaya sura 43 mstari wa 1 hadi wa 4. Neno la Bwana linasema, Lakini sasa Bwana aliye kuhuluku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, ndio asema hivi, ndio, usiogope, maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako. Wewe uwangu. Wewe ni wangu. Upitapo katika maji mengi, ndio, nitakuwa pamoja nawe. Niko na wewe. Na katika mito, haitakugarikisha. Uendapo katika moto, hautateketea. Wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako. Mtakatifu wa Israeli. Ndio. Mwokozi wako. Nimekutoa Misri kwa ukombozi wako. Nimekutoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Yes. Na mwenye kuheshimiwa. Nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo, nitatoa watu kwa ajili yako. Kome hapo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu amekuchagua, amekuita kwa jina lako. Amen. Amekufanya wa thamani. Amen. Ndio maana uko hapa ni kama Mchina sio Mchina. Jamani, ni kwa sababu Mungu amekuchagua. Amen. Amekufanya wake. Anakuhuruku mambo mengi. Tena na kuagiza, kwa sababu umekuwa mtoto wangu, si mzaliwa wa damu na nyama, hata ukikanyaga moto hautakuunguza. Ukipita ndani ya maji hayatakugarikisha. Utakuwa mtu wa ushindi. Utakuwa mtu unayeshinda. Utakuwa mtu wa ushindi. Siku zote za maisha yako. Atakufanya kuwa wa thamani. Amen. Haleluya. Amen. Tangu ulipookoka thamani yako imepanda. Thamani yako imepanda. Mpigie Yesu makofi. Amen. Thamani yako imepanda. Amen. Kama Mungu anasema hata ukikanyaga moto hautakuunguza, thamani yako imefanya nini? Imepanda. Haongelei ule moto ule wa jikoni. Yako mambo yanalingana na moto. Yes. Yanayoweza kukufuatilia wewe. Yes. Anasema hayo hata ukiyakanyaga hayatakuzuru. Maana wewe ni wake. Yes. Amekufanya wa thamani. Amekuita kwa jina lake. Amen. Wewe ni wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawa watu wanaoambiwa na Mungu kwamba nimekuchagua, Mungu anatuambia sisi, Mungu anasema na wewe leo,
Mungu yuko hapo ulipokaa, anasema na wewe. Yes. Kwamba wewe thamani yako imeshapanda. Yes. Maana wewe umezaliwa si kwa mapenzi ya mwili. Na kama umezaliwa si kwa mapenzi ya mwili, hata moto ukiukanyaga hautakunguza, hata maji mengi utakapopita hayatakugarikisha. Yameamuliwa kukuheshimu. Yameamuliwa kukuheshimu. Yes. Maana wewe si wa kawaida tena. Amen. Si wa kawaida tena. Bwana sifiwe. Mimi nikifikaga hapo naangalia, mbona watu wanachokaga kwenda kanisani? Kwa nini? Kwa nini watu wanachoka na ibada? Kwa nini watu wanakata tamaa? Yaani mtu akikwazwa tu kidogo anaanguka. Haya yote hajawahi kuyaona haya. Haya tunayoyasoma mahali hapa hayanunuliwi dukani jamani. Huwezi ukanunua mambo haya dukani. Hata usome miaka 20 hautaweza kulipata hili somo. Labda utalisoma utaliacha darasani, hautatembea nalo. Lakini hapa tunavyojifunza hivi, kuna vitu vinaingia ndani mwako moja kwa moja. Amen. Na yeyote aliye wazi moyo wake hata kuwa kama vile alivyokuja. Amen. Kama umekuja na hasira, lazima utaziacha. Yes. Kama umekuja na msongo wa mawazo, utaacha hapa. Amen. Unaenda na kitu kipya kingine kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siwafuatilie wanaokusema, waache tu. Waache tu waseme. Fuatilia huyu Yesu. Fuatilia neno lake. Amen. Utaona takuwa mtu wa thamani. Kwani ukigombana utapata nini? Unamdengulia Yesu. Yesu adenguliwagwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku moja niliwaambia watu hivi, Yesu ana watu wengi sana. Yawezekana wengine mumo humu una vipawa vikubwa, ila hamjaanza kuvitumia. Metulia tu, bado muda utafika mtatumia. Na mwingine yupo kipawa chake sasa hivi kinafanya kazi, kiko hewani. Huyo mtu kitokea akasema, mimi leo nahama Dar, narudi Mwanza. Kama alikuwa ni mwimbaji, mpiga vyombo, sijui kwa ya master, sijui na nani, akiondoka leo, kesho munapata mpiga vyombo mwingine. Amen. Zaidi ya huyo. Amen. Tena yumo humu. Ndio mnabaki kushanga, alikuwaga wapi huyu mtu? Kwa hiyo ukimdengulia Yesu najisumbua, hiyo ni kampuni kubwa. Yes. Nielewa? Hilo ni kampuni kubwa, alifirisikagi. Amen. Leo mimi nimesikia chama cha wababa, mpaka sijawahi kukisikia. Leo na miaka yangu hii 50 na kitu, nimesikia chama. Sasa kwa sababu askofu amesema mna TV, mkishaonekana tu mtafundisha na wote hapa Dar es Salaam kuunda vyama hivyo. Sinajaga chama cha wamama. Na niwaambie wamama, mkilala wameinuka sasa, mtaachwa. Wamama tuna mambo mengi. Tuache mambo mengi, tunyoshe maelezo, tumtamani huyu Yesu. Chama cha wababa, hongera sana. Aliyeanzisha maono hayo, yani amefikiria vya kutosha. Amen. Kuna mambo mengine huwa yanahitaji ufikiri mpana, sio wachovu wa kufikiri. Mimi nimeshatembea sehemu nyingi mno kuhubiri, sijawahi kusikiaga. Naonaga idara ya vijana wale wadogo wadogo na wamama na Sunday, lakini wababa nilikuwa sijawahi.
leo nimesikia. Kwa hiyo huyu mtu alifikiria kwa mapana kwamba ina maana sisi wa baba tutabaki kwenye kusambaratika. Hem, tuungane na sisi tuanzishe jambo jipya duniani. Hili ni jambo jipya. Piga makofi kwa Yesu. Amen. Ndio maana hata mchungaji amewatia moyo, anasema hiki chama kitaenda. Na sisi wamama tuendelee kunyanyuka. Wamama ni waombezi wa kanisa. Ndio maana umepewa cheo cha kuitwa mwanajeshi. Simamia nafasi yako. Niliwaambia siku ile mwanajeshi mlinzi huwa halali. Ukisinzia simwizi anaingia, ataiba kila kitu. Kanisa litaingiliwa majungu, kanisa litaingiliwa mambo mabaya, uzinzi utaingia. Lakini kama wale waombaji wako macho, walinzi wako macho, hakuna uvamizi wa aina yoyote. Akifika mlangoni anakabwa, anarudishwa nje, kwa sababu walinzi wako macho. Haleluya. Ndio maana niliwaambia hivi, msiwe mnasinzia kwenye ibada. Wengine kazi yao ni kusinzia. Unasinzia nini? Unasinzia nini kwenye ibada? Sehemu kama hii haitakiwi hata upoteze hata kipindi kimoja au neno moja lisikupite. Maana yawezekana katika maneno mengi liko moja la kwako ndilo litakalo kuponya. Haleluya. Twende mwishoni kabisa tukamalizie sasa. Bwana Yesu asifiwe. Tuone haya mamlaka yanavyotenda kazi. Mamlaka ambayo Mungu anatupa yanafanya kazi katika maeneo mawili. Unaweza Mungu akakuinua ukapata ufahamu kwenye mamlaka ambayo amekupa, yani kufanya maombi maombi ya kutamka, maombi ya matamko. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, ukafika wakati wa kukua kiroho, ukawa na maombi ya matamko. Bwana asifiwe. Wamama wengi tumezoea kulialia kila ombi, Yesu angalia mimi na kuimbiaga na kwaya, angalia sijui nini. Unamweleza Shetani, anasema huyu hapa mteja. Huyu ni mteja wetu, maana anajieleza. Mungu anataka viwango vya kuomba. Haleluya. Amen. Unasimama ukija hapa, Mungu nataka. Useme Mungu naomba. Amen. Angalia mimi si hataki kuja kanisani. Kwani Mungu hajui hivi hataki kuja kanisani? Mungu angalia mimi sijui nilifanyaga na nini vikunakumbusha. No, hayo tulishaomba. Saa ya kujitambua hivi, mimi ni mtoto wa Mungu, nina haki zote kwa baba yangu. Leo ni siku ya kutamka tu, Bwana nataka ufanye hiki. Amen. Na hiki sikihitaji. Amen. Kiondoke. Matamko. Tunapoingia hapa akili yako ifanye kazi sana. Maana wengine wanatetemeka tu, wengine wanaogopa hivi, Yesu namtamkia satanifunga polisi. Yesu anatamkiwagwa. Nakuja umembadilikia uso. Mimi nilimwambia hivi, usiponilisha wewe ndio utakayejulikana nimekufa kwa ajili yako. Nikamaliza, sikwenda kuomba leta chakula unilishe, sikusema, nisema nenda, asiponilisha ataaibika mwenyewe, watamjua ni muongo. Nikamaliza. Walianza kuleta tu chakula. Najua wakati mwingine shetani anatuzoea. Anapoona kila siku tunapenga makamasi, tunalia tu, tunagalagala. Siku nyingine kataa. Sema wewe Yesu, ulishaga niambia wewe ni baba yangu. Ulishaga niita na ukanichagua kwa majina yangu. Nataka hivi, nataka hivi. Amen. Nataka nyumba, Amen. nataka pesa, nataka hiki. Amen.
unakausha na kukausha. Tajua leo mwanangu amekuja, ameamua. Alafu Mungu waga anayapenda hayo magaidi ya namna hiyo, anajibu. Siliko li Elia, Bwana asifiwe. Elia alikuwa mlimani, Bwana tuma askari, nenda mkamkamate Elia huko mlima. Wakaenda. We mtu wa Mungu, tumeambiwa na Rahabu, shuka upesi, anakuita. Akasema kama mimi ni mtu wa Mungu, ushuke moto uwalambe wote. Amen. 50 kwa heri na moto, alibaki mmoja kumpelekea taarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Saa ya Bwana imefika. Kama una wokovu wa miaka 5, wokovu wa miaka 6, fika kwenye viwango vya kutambua jinsi ya kuomba, kutamka kwa mamlaka, kusema kwa mamlaka, kulialia tumechoka, kuomba sana tumechoka. Tunataka tutamke. Yes. Na Yesu afanye. Yes. Acha wakati mwingine yani tunataabika. Umeshaomba, umeshalia, umeshalala chini, unaomba, wakati mwingine lisitokee la kutokea. Wakati mwingine anatuona anasema, na nyie mfike sehemu mjue jinsi ya kuongea. Sio kila siku mnakuja mnalia. Shetani naye anasema, wanaolia ni wateja. Wateja wa shetani. Sikuzui kulia, lakini lazima tuwe na ufahamu zaidi na zaidi tunapokuwa watoto wa Mungu. Tuwe na nini? Ufahamu. Shetani anacheza na akili zetu. Badala ya kuwa waombaji tunakuwa omba. Kila saa toka shetani. Kila saa toka. Sasa ukimkemea hapa akarudi hapa, alafu namkemea akarudi hapa, huyo shetani anakwenda kweli au haendi? Haendi, amesha kuzoea. Tunataka tumwambie ondoka, na aondoke kweli. Yes, amen. Kuwa na kiwango cha uelewa wa kuomba. Ukitaka kuipata hii, soma Wafalme wa Pili, Wafalme wa Pili 1. Kianzia hapo utaona habari ya Elia. Elia anasema kwamba wale maskari wa Rahabu wanaenda kumwambia, mfalme anakuita. Kasema, kama mimi ni mtu wa Mungu, na ushuke moto uwateketeze 50 wa mfalme. Wanateketea. Ikaja jeshi la 3. Walipokuja wale jeshi la 3 hawakufika, wanamwamulisha. Biblia inasema walifika wakapiga magoti. Yule akida anasema, tumishi wa Mungu, tumishi wa Bwana, tunakusihi, onea huruma nafsi zetu, ushuke, mfalme anakuhitaji. Kasema, kwa sababu umekuja kwa adabu, naenda. Malaika wa Bwana akamwambia, nenda nao, usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini yale majeshi mawili aliteketeza. Tena hakuomba, alisema, kama mimi ni wa Mungu, ushuke moto. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mama yangu, mvaa ujasiri. Saa imefika. Usijichoshe sana kuongea mengi. Naimbaga sauti ya pili, Baba nikumbuke. Anajua unaimbaga hiyo sauti. Amen. Na hili ndio shetani ameliiba muda mrefu kwa watumishi, kwa watoto wa Mungu. Akatuletea mashairi, maombi ya mashairi tu, maombi mengi, lakini yakipimwa yanakutwa hamna kitu. Lakini leo nataka kuliambia kanisa, muda umefika sasa. Wa mama wenzangu, wa baba, tuwe na uwezo
wa kumwamuru huyu ibilisi na majeshi yake ashindwe. Amen. Ili linahitaji kujitambua zaidi kwamba mimi ni nani. Mimi ni nani katika huu ufalme? Ni mtoto wa Mungu. Na kama ni mtoto wa Mungu, ninaruhusiwa kusema neno moja kutoka kwa baba yangu. Unaruhusiwa. Unatamka. Unakuwa na ufahamu. Fahamu wa rohoni. Kisha kwa na huo ufahamu, hautahangaika mpendwa. Bwana asifiwe. Kwa nini mchungaji anaweka mkono juu yako, magonjwa yanaondoka papo kwa papo? Kwa sababu anaufahamu kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu. Amewekwa na Mungu. Na lazima yote hayo Mungu ayafanye na ayatende kupitia mkono wake. Ndio maana anakuwekea akiwa anaamini kwamba Mungu amemtuma na hizo kazi zote ameagizwa. Ndio maana mtu anafunguliwa. Na wewe sasa uwe na ufahamu. Uwe na ufahamu. Wakati mwingine mchungaji anaweza kuwa na majukumu mengi. Amechoka. Lakini kwa sababu na ufahamu, shida nyingine ukaiondoa wewe mwenyewe bila hata kumpigia simu. Amen. Na ushuhuda mahali hapa, kaja kushuhudia, niliomba hiki kikaondoka, niliomba nikapewa hiki. Hapa tunafundisha wokovu, sio uganga wa kienyeji au manabii. Kuna kukushikisha mamichanga na maudongo na chumvi. Mtu anayeshikishwa vitu hivyo hawezi kumjua Yesu hata kidogo. Yaani yeye akisikia kule kwenye bati mchanga unadondoka, anachukua mchanga anarusha, anachukua maji ananyunyiza. Lile jina la Yesu halina kazi juu ya maisha yake. Yes. Halina kazi. Sasa huyu ni rahisi kumtafuta mchungaji wake amsaidie kila hatua. Iwe ni kwenye gari, iwe ni wapi, anahitaji tu aombewe. Lakini sisi ambao tumezaliwa na Mungu tuko tofauti. Amen. Tunalisishwa hivyo, yes. Vitu vinaishi ndani mwetu. Yes. Ndio maana Paulo anasema sio mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Amen. Na Kristo akiwa ndani yako, chochote utakachotamka Bwana atakitenda na kitatokea katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Tumalizie mstari wa mwisho sasa. Petro wa kwanza 2:9. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Ndio. Neno la Bwana linasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Nyinyi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, taifa takatifu, watu wa milki ya Mungu, watu wa milki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake. Ndio. Yeye aliyewaita, yeye aliyetuita mtoka gizani, mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tuliozaliwa na Mungu ni uzao wa kikuhani. Umezaliwa na mdoe, kuhani wako ni uzao wa kikuhani, lakini ni uzao wa kifalme, tena uzao mteule. Umeteuliwa tena watu wa miliki ya Mungu, unamilikiwa na Mungu. Unaona, wewe ni uzao wa kikuhani, uzao wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa bado unashanga nini sasa? Hujitambui nini sasa?
Bwana asifiwe. Uzao mteule, ulioteuliwa. Kama kipindi kile wana wa Israeli walivyokuwa wameteuliwa kule Misri, wanaondolewa na Mungu kwenye safari ambayo Mungu mwenyewe ndo ameiagiza iwepo. Walikuwa wanatembea na Mungu. Aliyewagusa kilimpata, aliyewasema vibaya kilimpata, aliyewanyima maji kilimpata. Mungu aliwatandika wote kwa sababu ni uzao mteule. Na leo mimi na wewe ni uzao mteule, uzao wa kikuhani. Tumezaliwa na mchungaji, tena wa kifalme, ambaye ni Mungu mtawala, anayetawala mbingu na nchi. Watu wa miliki ya Mungu, tupate kuzitangaza fadhili za Bwana. Amen. Simame watu. Nafikiri kufikia hapo umenielewa nilichokisema. Wangapi wamenielewa? Amen. Umenielewa kweli kweli? Amina. Amina. Tunapoomba maombi haya, jitamkie ushindi. Wala usilie, wala usijute. Mwambie Mungu, mimi ni mtoto wako. Mbele yangu kuna jambo 1, 2, 3. Nataka hiki kitu Mungu kifanye. Nataka hiki Mungu nikione. Nataka nikishike. Nataka nikimiliki. Na Mungu anaenda kufanya. Omba kwa imani. Wala usiwe na hofu. Usiogope. Kama hivi, hata kama umeomba miaka mingi, lakini kwa sababu leo liko kusudi la Mungu mahali hapa, anakwenda kufanya kitu. Nenda kamwambie kitu unachokitaka. Ni baba yako, amekulizia, amekuchagua, amekuita kwa majina yako yote. Mchana wa leo anafanya. Nahitaji mtu mmoja aimbishe ka wimbo. Aimbe kale kanasema, wasamani Yesu, wasamani. Imba huo wimbo vizuri sana, naona Mungu anasema na wewe. Inua mikono yako. Je, umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani. Na mimi naikanyaga miguu hii na iachilia upako, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa. Kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana.